Hebu paza sauti yako. Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, Mungu mwenye nguvu, muumba wa mbingu na nchi, tuna mioyo ya shukurani mbele za uso wako Yesu Kristo, mtenda miujiza. Tukiangalia tulikotoka na hata tulipofika, tunaona tu ni mkono wako wenye nguvu ulio hodari uliotuwezesha kufika hapa tulipo leo. Wewe ni mwingi wa rehema na huruma nyingi, Mungu unayetuokoa na kutuponya na kututetea na kutushindia. Bwana, tuna mioyo ya shukurani machoni pako, mfalme wa wafalme, kwa kutuokoa, kwa kutuponya, kwa kututetea, kwa kuturehemu, kwa kutuhurumia, kwa kutubariki, kwa baraka zote za rohoni na mwilini. Asante kwa ajili ya kila mmoja uliyemponya na kumwokoa. Bwana, una kusudi naye kila mmoja wetu. Mungu mtakatifu, lile ulilokusudia kwa ajili ya maisha yetu Bwana likatimie, maana unatuwazia yaliyo mema, kutupa tumaini katika siku zetu za mwisho. Asubuhi ya leo Bwana, bariki neno lako, nami nikatumike kama chombo, Mungu ukisema na watakatifu wako, katika jina lake Yesu ninaomba, amen. Bwana asifiwe sana. Amina. Asubuhi ya leo tutakwenda kujifunza kukua kiroho. Amen. Kukua. Mungu anataka sisi tukue. Haleluya. Tusibaki hapo tulipo. Anataka tukue. Tujifunza asubuhi, na natamani tuendelee kujifunza neno hilo. Asubuhi tulikuwa na muda mfupi, lakini naamini kwamba kuongezeka katika Mungu. Kuongezeka katika Mungu. Naposema kuongezeka katika Mungu, manake kuongezeka kiroho katika kumjua Mungu na kuendelea kuishi pamoja na Mungu, kutembea na Mungu na kubarikiwa na yeye Mungu. Tunapotembea na Mungu, lazima katika maisha yetu ya kiroho tutafanikiwa. Yohana anamwambia yule mzee Gayo mpenzi, anamwambia, kwa Gayo mpenzi, nikupendaye sana, natamani ufanikiwe kama roho yako ifanikiwavyo. Baraka zinaanzia rohoni, na Mungu anaendelea kutubariki katika miili yetu pia. Lakini pia anatutaka sisi tukue, tuongezeke. Haleluya. Katika kitabu cha Luka sura ile ya 2, soma mstari wa 40 na mstari wa 52. Neno la Mungu linasema, mstari wa 40, yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu, amejaa hekima, na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. 52, naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Anasema yule mtoto akakua. Sio tu akakua, akaongezeka nguvu. Amejaa hekima na Mungu alikuwa juu yake. Bwana asifiwe sana. Angalia maneno haya juu ya kukua. Tunakuwa, tunaongezeka. Kuna neno sijalisemea hapa. Bwana asifiwe. Ni vizuri niliweke vizuri. Leo ilikuwa siku ya utamaduni. Amen. Ndio maana watu wa praise umeona leo wamebadilika, wamevaa tofauti tofauti. Lakini haikutangazwa vizuri, manake wote tunatakiwa tuvae kulingana na nyumbani kwetu tunavyovaa. Amen. Wapo wagogo, wapo wanaovaa nyumbani kwao kikimila chao. Wapo wahaya, wapo waha, wapo. Kwa hiyo ndio maana wengine wamevaa. Kwa hiyo itakiwa kila mtu atangaziwe mapema, ajiandae. Na mimi mwakani tutajiandaa vizuri eti. Bwana asifiwe.
alafu tutamshukuru Mungu kwa pamoja, kwa sababu Mungu ametukusanya watu wa kabila na mataifa mbalimbali, lakini wote akawaokoa. Amen. Wote akawatakasa, wote akawaponya, akawafanya kabila moja la Waebrania. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Biblia inazungumza siku ile yatakusanyika mataifa na makabila. Amen. Kwa hiyo ndio maana umeona hapo wakiruka wengine walishindwa kujizuia, maana waliguswa. Lakini Yesu anaingia mpaka huko kwenu kwa sababu bado alikufia, alimwaga damu kwa ajili yako. Haleluya. Naamini mwakani, kwa maana kimeanza hivi, mwakani kitakuwa kizuri zaidi. Bwana asifiwe. Amina. Furaha mngekuwa mmemwambia alikuwa anavaa kinyakyusa, yani hapa vizuri. Lakini sasa bidi tu avae kama kawaida. Haleluya. Tunarudi kwenye somo letu, kuongezeka katika Mungu. Amen. Mungu anataka sisi tuongezeke. Tuongezeke, tukue. Hasa hapa anazungumza kwamba anakuwa, mtoto alikuwa akaongezeka nguvu. Unapokuwa, nguvu zisipokuwepo, kuna tatizo juu ya mtoto. Haleluya. Kuna tatizo kwenye mtoto kama hana nguvu. Ndio maana wakati mwingine anaweza akadumaa. Amen. Lakini sio tu akiongezeka, ajae na hekima. Hekima ni namna ya kuishi, jinsi ya kuongea. Unatakiwa uongee nini, kwa nani, na uongee kwa wakati gani. Unatakiwa ufanye nini, wapi, na ufanyeje. Hiyo ni hekima. Amen. Ndio maana neno ambalo ukilizungumza mahali pasipo sahihi, unaonekana huna hekima. Au ukifanya jambo tofauti na vile ambavyo watu wametegemea, unaonekana pia huna hekima. Inawezekana ilikuwa neno zuri, lakini hukulisema kwa wakati wake au mahali pake panapohusika. Inawezekana ulitakiwa kufanya jambo hili, ni jambo sio baya, lakini hukulifanya kwa wakati wake, na hukujua jinsi ya kulifanya, namna ya kulipeleka. Hiyo ni hekima. Bwana asifiwe. Neema ya Mungu inatupeleka mahali ambapo sisi tusingeweza kufika. Neema ya Mungu inatutia nguvu. Neema ya Mungu inatuwezesha ni upendeleo ambao unasababisha sisi tuweze kufanikiwa mambo ambayo tusingeweza kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tumeokolewa kwa neema, si kwa sababu ya matendo yetu mema, hapana. Lakini neema ya Mungu imetusaidia sisi kuokolewa. Na neema hii tunahitaji sisi sote. Neema ya Mungu isikupungukie. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Bwana Yesu alikuwa akaongezeka nguvu, amejaa hekima, na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Ni vitu ambavyo sisi tunavihitaji. Tunamwabudu Mungu aliye hai. Amen. Mungu aliye hai, manake Mungu huyu aliye hai ni Mungu ambaye anataka sisi tuongezeke. Tuongezeke. Haleluya. Uhai wa Mungu unaingia ndani yako. Uhai wa Mungu unaingia ndani yangu. Nikiwa hai, manake mimi uzima uko ndani yangu. Sitabaki nilivyo. Kilicho hai kinakuwa. Kilicho hai kinaongezeka. Bwana asifiwe. Haleluya. Asubuhi niliotolea mfano mmoja wa hadithi moja ya Abunuwasi. Ngoja nikupe na wewe ambaye ukuwepo. Wewe uliyekuwepo nitarudia tu. Wangapi mwe kusoma habari za hadithi za Abunuwasi? Hadithi za zamani. Mara nyingi wamesoma wale watu wazima.
Amen. Abunuwasi alifanya mchezo mmoja. Alikwenda kuazima sufuria kwa jirani yake. Kaenda kwa jirani yake akazima sufuria. Jirani yake akampa, akakaa nalo kama siku chache, wiki hivi. Aliporudisha ile sufuria akaweka na sufuria ndogo ndani ya ile sufuria kubwa. Jirani yake akasema, mbona nikupa sufuria moja na narudisha? Akasema, bwana, hii sufuria lako limezaa. Limezaa, likuwepo nyumbani kwangu, limezaa. Asijui lilikuwa mjamzito ile sufuria. Yule mwenye sufuria akafurahi. Akasema, baada ya wiki tena akaja kazima tena sufuria nyingine. Siku nyingine aliporudi tena akaweka sufuria nyingine. Na yule mwenye anayeazimisha akawa anafurahi, kusema kweli nikimwazima huyu bwana napata sufuria, napata ziada. Siku nyingine mara ya tatu akasema, bwana, sasa nina shughuli, nahitaji sufuria za kutosha. Basi akampa sufuria za kutosha. Amen. Baada hapo akaona kimya. Sasa bwana akasema, mbona wiki ya karibu mwezi sasa ndio sufuria vipi? Akasema, nisamehe, nilikuwa sijakufahamisha. Zile sufuria zilifia kwangu, kwa hiyo nimezizika. Akasema, inakuwaje sufuria zife? Akasema, kwani zilipokuwa zinazaa ukushangaa? Kilicho hai, kinachozaa ni kitu kilicho hai, na lazima kinaweza kufanya nini? Kikafa. Kwa hiyo zimekufa. Nimekupa mfano huu, najaribu kukuonyesha Mungu aliye hai ni Mungu anayeongeza. Bwana asifiwe. Kilicho hai kinaongeza. Yule alitumia hila, Abunuwasi alitumia hila, lakini mfano wake unatupa si hekima kwamba kumbe kilicho hai kinazaa. Na yule mwenye sufuria alipaswa kutumia akili tu kwamba hii sio sawa, kwa sababu hakuna uhai kwenye sufuria. Na kwa sababu alikubali kuchukua, lazima akubali kifo pia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu aliye hai ametuumba sisi, uhai wake uko ndani yetu. Kwa hiyo sisi kuna hali ya kuongezeka ndani yetu kwa sababu ya ule uhai ambao Mungu ameuweka ndani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kitabu cha Mwanzo 1:28. Mwanzo 1:28. Mwanzo 1:28, neno la Mungu linasema, Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Amen. Bwana asifiwe. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi. Amen. Baraka za Mungu zilikuwepo juu yetu, juu ya mwanadamu. Akamwambia, zaeni. Kwa hiyo sisi tumewekewa hali ya kuzaa, kuwa na matunda. Amen. Lazima tuwe na matunda, tuzalishe. Ndio kuongezeka kule kunapotokea. Tunapozaa tunaongezeka, alafu baraka zinakuwepo katika maisha yetu, zinajaa. Sio tu katika kuzaa tu watoto wetu katika mwili, lakini pia katika maisha yetu tunazalisha. Mungu ametupa hali hiyo ya kuzalisha, ya kuwa navyo vingi, ya kuwa na maongezeko katika maisha yetu. Amen. Haipasi wewe na mimi
tusiwe na mazao, tunakuwa tumedumaa. Haleluya! Ni hali ambayo unapaswa wewe kuikataa. Tunapofikia mwishoni mwa mwaka, uangalia ulikotoka Januari. Nini umekizalisha maishani mwako? Amen. Kuna maongezeko gani maishani mwako, kiroho na kimwili? Maongezeko yapi umeyapata? Jitathimini. Ni vema kujitathimini, kujiangalia, kwa sababu tunapaswa kuwa na mazao katika maisha yetu. Haupasi kubaki kama ulivyo, haupasi kudumaa. Amen. Yesu anasema katika neno lake, shoka limewekwa katikati ya shina, na mti usiozaa ufanywe nini? Ukatwe. Kwa sababu sivyo ulivyoumbwa, sivyo nilivyoumbwa. Tumeumbwa tuongezeke, tumeumbwa tukue, tumeumbwa tuwe navyo vingi, sio vichache. Bwana asifiwe. Haleluya. Hivyo ndivyo ulivyoumbwa, ndivyo Mungu alivyokuweka, uzae, uongezeke, uwe na matawi. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Napozungumza matawi, maana yake mazalio mengi. Amen. Unajua, ukijitambua hivyo utaelewa, utajielewa na utatafuta kuwa navyo vingi. Samueli wa kwanza 2:26. Samueli wa kwanza 2:26. Neno la Mungu linasema, na yule mtoto Samueli akazidi kukua, akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Amen. Bwana asifiwe. Na yule mtoto Samueli akaendelea kukua. Ni maneno ambayo hata Bwana Yesu tumesoma pale katika Luka 2:52. Akaendelea kukua, akakua, akapata kibali kwa Mungu, akapata kibali kwa wanadamu. Haleluya. Ni muhimu unapokuwa, unapoongezeka, pia kibali kutoka kwa Mungu kiwepo, kwa sababu yeye ndiyo mzalishaji, yeye ndiyo anayebariki. Kwa lazima Mungu tuwe na mahusiano na Mungu wetu ili tuendelee kuzaa. Amen. Lakini pia Mungu ametuweka katikati ya ndugu, jamaa na watu wengine, na huo ndio ushirika. Sisi ni viungo katika mwili wa Kristo, na kila kiungo kina kazi yake ndani ya mwili wa Kristo. Sasa uweze kusema sijali mimi au siwajali wengine, pote kwa mbali, mimi naendelea na Mungu wangu. Maandiko yanasema akapata kibali kwa Mungu na kwa wanadamu. Lazima upate kibali sio tu kwa Mungu, na kwa watu wengine ambao unaambatana nao. Haleluya. Jenga mahusiano mazuri na watu wengine. Tengeneza mahusiano na watu wengine. Usiweke uadui na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Mungu huyo ambaye anatupa kibali, atakupa kibali pia kwa watu wengine. Majirani zako, unaofanya nao kazi, unaoabudu nao, unaotumika pamoja nao. Sasa huyu Samuel anasema alipata kibali kwa Mungu na kwa wanadamu. Haleluya.
Wanadamu wakikunenea mema, mema yanakujia. Amen. Lakini wanadamu hao wakianza kukunenea mabaya, ni kama wanailaani safari yako. Na uwezi kusema kwamba mimi sijali, kwa sababu wewe haupo kisiwani, upo katikati ya watu wengine. Ni vema wengine wakunenee mema. Bwana Yesu asifiwe. Wanene maneno mazuri ya kukubariki. Kila mtu afurahie huduma yako. Mtu mwingine afurahie kazi yako. Mwingine afurahie uwepo wako, kwa sababu uko baraka. Kuna chemchemi ambayo Mungu ameiweka ndani yako, inabubujikia uzima, ambayo katika hiyo wengine wanabarikiwa, na wengine wanainuliwa, wengine wanatiwa nguvu, wengine wanaimarishwa. Na hiyo ndiyo ya muhimu katika maisha yako kama mtu wa Mungu anayekuwa. Bwana apewe sifa. Samueli akazidi kukua, akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Unapoendelea kukua, kibali kwa Mungu kiwepo, pia upate kibali kwa watu wanaokuzunguka. Haleluya. Jishikamanishe na Mungu. Tulijifunza siku ile ya Christmas, tunapojishikamanisha na Mungu, naye anatupatanisha na watu wengine, tunapata kushikamana. Na huo ndio ushirika. Uwe na ushirika na watu wa Mungu, utembee nao. Haleluya. Mwambie jirani yako, ndugu mwenzio hapo, umekuwa, unakuwa au unadumaa? Bwana asifiwe. Ni muhimu kukua. Haupaswi kurudi nyuma au kudumaa, kushuka. Unapasa kuongezeka. Mtu anayekuwa anaongezeka jamani. Haleluya. Hata mtoto mdogo akizaliwa, si unamwona anazaliwa, wakati wote anashikwa mikononi, wakati wote. Kama hayupo mgongoni, yuko miguuni. Kama yuko miguuni, yuko kitandani amelala. Baadaye unamwona anaanza sasa kutambaa. Anaonyesha kwamba na yeye amechoka kutulia. Ukimweka kitandani, usipokuwa mwangalifu, utamkuta yuko chini. Anafanya nini? Anakuwa. Baadaye anaanza kushika. Hapo mama anazidi kuongeza kuwa mwangalifu zaidi. Maana anashika chochote pale, alafu anatembea kupitia vile anavyovishikia. Anataka kutembea, ameshaacha kutambaa. Anataka kufanya vitu mwenyewe. Manake anakuwa. Mtoto asipofikia hatua hii, tunaenda hospitalini, mtoto wangu mimi hakui. Hatujui kuna tatizo gani. Na Mungu pia kwetu sisi anataka tukue. Usibaki kama ulivyo. Ulivyokuwa mwaka juzi, umekuwa mwaka jana hivyo hivyo. Hauonyeshi maendeleo. Hauonyeshi kumjua Mungu wako. Hauonyeshi kwamba unampenda Mungu. Umedumaa, umebaki vile vile. Hakuna unachozalisha katika maisha yako kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya maisha yako pia. Sio kusudi la Mungu na wala sio mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Petro wa kwanza 2:2. Petro wa kwanza 2:2. Neno la Mungu linasema, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Amen. Bwana asifiwe. Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Maziwa yasiyogoshiwa manake maziwa halisi.
yasiyotiwa maji. Bwana asifiwe. Haleluya. Hayo maziwa yana virutubisho vya kutosha. Wanasema hivi, maziwa ya mama yale ya kwanza kabisa yanakuwa ya njano. Sasa wengine wasioelewa wale zamani wanayakamua na kuyatupa huko, wanasema ni machafu, hawataki kumpa mtoto. Wanasema yale ndio yanafaa kwa mtoto, yana virutubisho vya kutosha ili mtoto aweze kukua, apigane na magonjwa, aendelee vizuri. Bwana asifiwe. Sasa anasema yatamanini maziwa yasiyogoshiwa ili mpate kuukulia wokovu. Ili tuendelee kukua katika maisha ya wokovu, Mungu anatamani sisi tupate maziwa yasiyogoshiwa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ili tuendelee kukua. Ukipata maziwa yaliyotiwa maji, hautakuwa vizuri. Usipopata chakula kizuri cha kiroho, hautakuwa vizuri, hautaendelea, utadumaa. Mungu anataka kanisa lake likue, liongezeke. Anataka wewe ukue, uongezeke. Haleluya. Ukue kiroho katika kumjua Mungu, lakini ukue katika mazingira yote, hata kiuchumi ukue. Usiwe mtu wa kulialia, uwe mtu ambaye unaongezeka. Unafanya vitu ambavyo unaonekana kabisa ndani yake kuna hekima Mungu ameweka ndani yake. Ameweka maarifa, ameweka hekima. Vile anavyofanya, vile anavyotenda, hivyo anavyoongea, anaonekana huyu mtu ni mtu mzima, mtu wa Mungu. Bwana asifiwe. Mtu mzima, mtu wa Mungu, mtu wa kutegemewa, mtu ambaye anaweza akawatia nguvu wengine. Kupitia yeye wengine wanaweza wakasimama, wakaendelea katika maisha ya imani, maisha ya wokovu, wakadumu katika neema ya Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Hicho ndio kinachotakiwa. Yatamani maziwa. Tunapaswa kukua rohoni na kuongezeka nguvu. Tunaongezekaje nguvu? Tunalishika neno la Mungu na kujifunza. Neno la Mungu ndio chakula chetu. Bwana asifiwe. Na neno la Mungu halijagoshiwa. Asubuhi tumeuliza kwenye Sunday school, kuna matoleo mengi kwenye Biblia inayozungumza. Ndio maana nikakupa na tahadhari. Wanavyotafsiri watu wengine neno la Mungu, wanaweza wakawa wanalichuja. Amen. Wanalichuja. Lakini litamani neno la Mungu kama lilivyo. Maandiko yanasema wakamchukua Bwana Yesu kama alivyo. Lichukue neno la Mungu kama lilivyo. Ukisoma kitabu cha Waebrania sura ya 4 na mstari ule wa 12, halikuwepo kwenye somo lakini lisome hilo. Waebrania 4:12. Neno la Mungu linasema, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Amen. Neno la Mungu li hai. Bwana asifiwe. Tena lina nguvu. Hilo neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali. Neno la Mungu lina ukali. Yaani ni kisu kikali. Ndio maana neno la Mungu likihubiriwa
ipasavyo chini ya uweza na nguvu za Roho Mtakatifu, halimwachi mtu, linaleta hukumu ndani ya moyo wako, na inataka toba, linataka kutengeneza kwa sababu ya ukali wa lile neno. Haleluya. Sasa sisi tunapaswa kulichukua neno la Mungu kama lilivyo ndani yetu. Kama kweli tunataka kuukulia wokovu, tudumu katika neema ya Mungu. Haleluya. Anasema tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Neno la Mungu linapokuja katika maisha yako, linatambua na nini unataka. Linatambua mawazo yako ni nini na unataka nini. Lenyewe linakukinga huko nakoenda siko. Haleluya. Ukisikiliza umepona, neno la Mungu limekuponya. Ukilikataa, lazima lenyewe litakuhukumu, litakuadhibu. Utaona hukumu inakuja ndani yako kwa sababu umeenda kusiko. Haleluya, haleluya. Anasema wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele za neno la Mungu, mbele za Yesu Kristo. Viumbe vyote viko wazi, tuko bayana, vyote viutupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu yote, Yesu. Lazima tujifunze, tuishike hili neno la Mungu na kukaa ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu lile neno la Mungu linatia uzima. Neno la Mungu linatukuza, linatuongeza. Neno la Mungu linatung'arisha. Linatung'arisha. Ni kama mafuta, tunapakwa mafuta mazuri. Bwana asifiwe. Tunainuliwa na neno la Mungu. Tunaimarishwa na neno la Mungu. Tunaongezeka katika, maana ndio maana azungumza kwa ule mtoto alikuwa akaongezeka nguvu. Kwa nini? Kwa sababu alipata virutubisho vya chakula bora, na vile virutubisho vilimsababisha yeye awe na nguvu. Neno la Mungu litakufanya wewe uwe imara, uwe na nguvu ya kusimama katika imani na kupambana na changamoto zote unazokutana nazo katika maisha. Na hiyo ndio dalili ya kukua. Mtu aliyekuwa katika kiroho na kumjua Mungu vizuri, anajua kupambana na changamoto. Haleluya. Kwa sababu gani? Lile neno limemkuza, amehuishwa na neno la Mungu katika Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Kitabu cha Mathayo 11 mstari wa 12. Soma Mathayo 11 na mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Amen. Anazungumza tangu sasa. Ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, na hao wenye nguvu ndio wanaoteka. Haleluya. Ufalme wa Mungu hautaji watu dhaifu. Amen. Napozungumza juu ya nguvu, manake mtu ambaye ana uwezo wa kupambana na kusimama, kwa sababu neno la Mungu liko ndani yake. Hawezi kuyumbishwa na imani. Hawezi kuyumbishwa na matakwa ya wanadamu. Bwana asifiwe. Neno la Mungu litakufanya wewe upambane na changamoto mbalimbali. Ukiwa dhaifu, neno la Mungu linakuweka nje. Lakini ukiwa imara, ukiwa na nguvu, utapita
mahali ambapo unajua kwamba hapa hapapitiki, lakini nitapita kwa sababu Bwana atakuwezesha. Neno la Mungu liko ndani yako. Haleluya! Utapita mahali ambapo wengine hawawezi kupita. Utashinda vita vingine ambavyo wengine wanashinda, hawavishindi. Utaweza mahali ambapo wengine hawawezi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amekupa uimara wa kupita. Haleluya! Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa, ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu na wenye nguvu. Muulize jirani yako, nguvu unazo ndugu yangu? Au wewe unabebwa tu? Haleluya! Kuna wakati wa kubebwa, kuna wakati hupasi kubebwa. Ndio maana unatakiwa ukue. Ukitaka kuendelea kubebwa, hakuna atakaye kubeba. Bwana asifiwe. Kuna watu ambao wanataka kushikwa hivi, anataka twende mbinguni, jitie nguvu ndugu yangu, usimwache Yesu, twende ndugu ya, akinuna kidogo, unajua usinune, Yesu anakupenda. Mpaka lini utaambiwa hivi? Huyo wa kukuambia hivyo, kwani yeye hataki kuendelea na safari? Yaani wewe uko hapa, mimi nimefika mpaka hapa, wewe uko pale, na kuona uende umenuna, na halafu nirudi, unajua twende, kazana. Mimi sitaki kwenda, nichelewe kwa ajili yako. Bwana asifiwe. Mwambie ndugu yako, kuwa mwanangu, komaa. Mwambie safari hii imeiva, komaa. Yesu anarudi. Haleluya. Unahitaji kukomaa, kuongezeka. Utiwe nguvu na Bwana mwenyewe akuwezeshe kusonga mbele. Bwana asifiwe. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa, ufalme wa Mungu unapatikana mwenye nguvu, na hao wenye nguvu ndio wanateka. Haleluya. Wanateka. Kwa nini wanateka? Kwa sababu wanaongezeka. Yaani Mungu kabla haja kukutanisha na kizingiti, lazima akupe nguvu ya kupambana na kizingiti. Ndivyo Mungu anavyofanya. Kabla hujakifikia kikwazo, utasikia mwenyewe unaanza kucharge. Haleluya. Kama ni maombi, unaanza kusikia tu maombi yasiyo ya kawaida. Ujue kuna kitu kinakuja mbele. Na ukikazana kuomba, utakuta unapita kama vile hakuna kitu chochote. Alafu unaangalia unasema, nilipitaje? Mungu anakupa nguvu ya kupita. Anakuwezesha kushinda. Bwana asifiwe sana. Tunapaswa kuongezeka badala ya kupungua. Kuwa na bidii katika mambo ya rohoni. Kuwa na bidii katika mambo ya rohoni. Kuomba kwa bidii. Kujifunza neno la Mungu kwa bidii. Kumtumikia Mungu kwa bidii. Kulitumikia neno kwa bidii. Hapo hamna udhaifu. Bwana asifiwe. Na sisi tunaliangalia neno. Neno linasemaje? Tukae ndani ya neno la Mungu. Bwana asifiwe. Leo watu wanapungua badala ya kuongezeka. Naojua hivyo. Leo watu wanapungua badala ya kufanya nini? Kuongezeka. Wanabadilisha. Wanafanya mambo kuwa mepesi.
They are no longer serious. Ile seriousness ile haipo. Haleluya. Unajua kadiri unavyopunguza nguvu ndivyo utakavyoshindwa kupita maeneo mengine ambayo yanahitaji nguvu ya kupita. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa mtu mmoja alikuwa ananishuhudia. Mmoja kaambiwa hivi, naomba ukanitafutie kitu fulani. Kuna mtu anataka kumpelekea. Sasa ilikuwa kama zawadi au nini. Nenda kanitafutie. Yule akaenda akatafuta. Nataka mzuri. Kaenda akatafuta. Basi alipotafuta akampelekea. Nashukuru. Kumbe siku ya kutolewa zawadi akapewa yeye ile zawadi aliyotafuta mwenyewe. Amen. Sijui mmenielewa? Nitatoa mfano mwingine. Kulikuwa na engineer mmoja. Akawa anafanya kazi kwenye kampuni moja, bwana mmoja tajiri sana. Kaanza kufanya kazi, amefanya kazi kwa bidii na kwa uaminifu. Baadaye akaona kama amechoka, anataka kufanya mambo yake. Akamwendea yule bosi wake, akamwambia, bwana, mimi mwaka huu naona utakuwa mwisho kufanya kazi na wewe. Nataka niondoke nipumzike kazi. Yule tajiri akamwona huyu mtu amefanya kazi kwa bidii na kwa uaminifu sana. Akasema, sawa, ninaomba kabla hujaondoka, nina kiwanja changu kimoja, nyumba ambayo nataka mimi mwenyewe nikaishi nipumzike. Ukanitengenezee hiyo nyumba vizuri. Amen. Akaenda kutengeneza ile nyumba. Sasa alipofika pale akapewa hela nyingi kila za kutosha kutengeneza hiyo nyumba. Kaenda kutengeneza ile nyumba. Mwenyewe akasema, huyu bwana nimemtumikia miaka yote hii, hana shukurani. Hata kunipa kitu chochote cha msingi hajanipa. Sasa hii nyumba ndio atajua mimi ni nani. Ule msingi akaudhoofisha, hela nyingine akaweka mfukoni. Tofali zile zikawa ovyo dhaifu, hela nyingine akaweka mfukoni. Mali pa kuweka nondo 5 au 6 akaweka 2, hela nyingine akaweka mfukoni. Bati badala ya kuweka zile bati geji 20 akaweka geji 32 za kutoboka, baada mvua mawe ikifika tu inatoboa. Akafanya vitu yani kamaliza. Kaimwendea boss. Boss, nashukuru nimemaliza ile nyumba. Naomba nikakukabidhi. Huyo bwana akasema, sawa, kwa kweli ninavyokufahamu wewe lazima kuwepo na sherehe kubwa. Kaandaliwa sherehe kubwa ya kwenda kukabidhiwa bosi nyumba. Katembea, unajua nyumba ikiwa mpya si inaonekana tu, ni kama imepakwa na rangi vizuri, umetengeneza na paving, wanazunguka wanasema, mpaka mtu anasema kweli hii nyumba. Walioona kwa macho, labda wale mafundi tu, na mwenyewe anajua siri yake. Nyumba hii imekaa sana, miaka 5 tu labda itaanza kupukutika. Baada ile sherehe alipokabidhiwa, akasema, yule mwenye nyumba akasema hivi, nashukuru kwa kunikabidhi, lakini hii nyumba kwa kweli ni shukrani yangu kubwa kwa kazi kubwa uliyoifanya, mtumishi wa Mungu. Umefanya kazi na mimi miaka yote hii. Kwa hiyo leo nakukabidhi wewe nyumba hii rasmi, ni ya kwako. Engineer ndo akapewa nyumba iwe ya kwake.
Haleluya. Alifikiri anamtengenezea boss, kumbe ile nyumba anajitengenezea mwenyewe. Haleluya. Maisha ya kiroho yako hivyo. Unaweza kuacha bidii katika Mungu ukafikiri kwamba unataka upumzike. Ni kama unayejichosha, kujichosha maombi, kujichosha kusoma neno la Mungu, kujichosha kumtumikia Mungu. Mara nikashuhudie, mara nikafanya usafi kanisani, mara nikafanya hivi. Unachokifanya unajidhoofisha mwenyewe, unapunguza nguvu mwenyewe. Kadiri unavyopunguza nguvu mwenyewe, ndivyo unavyosababisha ushindwe kupenya mbele ya safari. Haleluya. Unajidhoofisha, you are weakening yourself. Kwa sababu utapokutana na mahali panapohitaji nguvu, utakuwa huna nguvu. Tayari umejidhoofisha ule uwezo wa kupita, kwa sababu Biblia inasema hivi: atukuzwe Mungu awezaye kutenda mambo makubwa, mambo ya ajabu, kadiri ya nguvu itendayo kazi wapi? Ndani yetu. Kama ndani yako nguvu ni chache, hauwezi kupenya. Haleluya. Biblia anasema wazimiao siku ya taabu nguvu zao ni chache. Muulize jirani yako, unaongezeka au unapungua? Bwana asifiwe. Kuongezeka sio kujua kucheza steps, ni zaidi ya stepu. Kuongezeka kunaanzia rohoni, katika kumjua Mungu na kumtumikia. Haleluya. Bwana asifiwe. Watu wanaacha maombi, wanaacha bidii katika ibada, haipo tena. Watu anasema leo nataka kwenda kufanya mambo yangu. Ibada ni mahusiano yako wewe na Mungu katika kumwabudu. Bwana asifiwe. Ibada huwezi kuidharau, kwa sababu unajua ambaye ana mahusiano na Mungu anajua maana ya ibada. Ibada maana yake nini mbele za Mungu wake. Anayemtumikia Mungu anajua utumishi katika nyumba ya Mungu maana yake nini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yohana 3, waraka wa Yohana 3, hebu soma mstari wa kwanza na wa pili. Waraka, neno la Mungu linasema, mzee kwa Gayo mpenzi nimpendaye katika kweli. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Bwana asifiwe. Kama roho yako ifanya nayo ifanikiwavyo. Kama mambo ya rohoni hayajafanikiwa, ya mwilini hayawezi kufanikiwa. Bwana asifiwe. Hawezi kutoboa hapo, ndugu yangu. Huyu anaambiwa ninaomba ufanikiwe, tena uwe na afya njema kama roho yako ifanikiwavyo. Ni vitu vinaenda sambamba. Haleluya. Mafanikio yako ya kiroho ni muhimu sana ili ufanikiwe katika mambo yako mengine. La sivyo utaishi katika hali ya ujanja. Na ujanja haufai mbele za Mungu.
Ndio pale utakuwa unajenga nyumba ambayo Mtume Paulo anasema kila mtu naangalie jinsi ajengavyo, maana nyumba zote zitapimwa katika moto. Nyumba yako ikikaa, basi umefanikiwa. Lakini nyumba yako kama ikiwa ya manyasi alafu inapitishwa kwenye moto, unategemea nini? Itaungua, itateketea, haitaweza kukaa. Na pale alikuwa anaonyesha bidii yetu katika Mungu, utumishi wetu katika Mungu, mahusiano yetu katika Mungu yakiwa na nguvu, yatasababisha kuwa na nguvu ya kupita mahali penye majaribu, kwenye moto. Tutavuka, tutashinda, tutatokea upande wa pili. Kwa sababu gani? Mungu atatutia nguvu. Lakini kama mwenye nguvu mwenyewe hatuna mahusiano nayo mazuri, hatutegemei sisi kuwa na kushinda. Haleluya. Kukua kiroho ni mchakato, wapendwa. Amen. Ni mchakato, ni makusudi ambayo muumini mwenyewe anapaswa kuyafanya. Bwana asifiwe. Ni makusudi ya mwenyewe muumini. Ukipenda sana kulala usingizi, usitegemee. Yaani hiyo hata maisha tu ya kawaida tu. Ukisoma kitabu cha Mithali sura ya 6, anakwambia ewe mvivu, utalala mpaka lini? Si ndio jamani? Bwana asifiwe. Wengine wananiangalia kwa kunishangaa. Usinishangae. Mimi nataka ukue, uongezeke, ubarikiwe, usikie furaha katika wokovu wako. Lazima utaona wokovu kama vile no, wokovu ni mzuri. Bwana asifiwe. Lakini Mungu anataka tukae kwenye mstari katika neno la Mungu. Bwana apewe sifa. Mtume Paulo alizungumza maneno haya katika kitabu cha Waebrania 5 mstari wa 11 mpaka 12. Waebrania 5:11 mpaka 12. Mungu linasema, ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake, na ni shida kuyaeleza kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu, nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Amen. Bwana asifiwe. Yaani maziwa kuna wakati wa kunywa. Haleluya. Mimi Mungu amenijalia nina watoto wangu, wengine karibu wote wanaabudu hapa. Bwana asifiwe. Kweli mimi nichemshe maziwa nimpe Joshua? Kwanza ataniambia baba, wewe unanidharau sana. Si ndio jamani? Sababu kwa sababu hata Keti naye ataniambia achana na mimi babu. Yaani kuna wakati wa kunywa maziwa unapita, unatakiwa ule chakula kigumu. Kuna wakati mtu anapookoka unajaribu kwenda naye taratibu na kumfundisha taratibu na kumbembeleza. Lakini unafika wakati sio tena wa kubembelezwa tena katika maisha ya kiroho, kwa sababu tayari umemjua Mungu uliyemwamini. Unamtambua Mungu wako. Unajua ulitoka wapi, unaenda wapi, uliko wapi na unaenda wapi. Yaani ni mtu ambaye anajitambua maisha yake. Huyu tena si wa kumpetipeti. Huyu sasa ni anatafuta njia mwenyewe, anajua anapaswa kufanya nini. Maana ameongezeka, namjua Mungu. Hababaishwi. Watu wamekuwa wavivu kusikia neno la Mungu. Bwana asifiwe.
Ayubu anasema hivi katika kitabu cha Ayubu 22:21. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujia. Tumjue sana Mungu. Tafuta kumjua Mungu. Tafuta kuwa na mahusiano na Mungu. Tafuta, yani kuwa na kiu, kuwa na kiu, kuwa na kiu, kuwa na kiu. Bwana asifiwe. Haleluya. Wokovu ni nguvu ya Mungu. Haleluya. Wokovu ni nguvu ya Mungu. Nasema hivi, wokovu ni nguvu ya Mungu. Narudia, wokovu ni nguvu ya Mungu. Haleluya. Na hiyo ndio isababisha Mtume Paulo anazungumza juu ya Injili, kwamba uweza, anasema siionei haya Injili, maana ni uweza uletao wokovu. Sasa Mtume Paulo alikuwa anakataa habari za Injili na akawa anawakamata watu waliokuwa wanaishika Injili, watu wa njia ile, mpaka alipokutana na Yesu mwenyewe akielekea kuwakamata watu, akagundua kumbe Injili hii ni nguvu ya Mungu inayoleta mabadiliko katika maisha ya muamini. Injili inaleta mabadiliko katika maisha ya muamini tunapoikubali. Inatutengeneza, inatuchonga, inatuumba. Bwana asifiwe sana. Mtume Paulo anasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 1:18, kwa wanaopotea neno la msalaba ni upuzi kwao, lakini kwetu sisi tuliookolewa ni nguvu ya Mungu. Ni nguvu ya Mungu. Na hiyo nguvu ndio ambayo inapaswa kuwepo katika maisha yetu. Bwana apewe sifa sana. Haleluya. Tukue, tuongezeke. Bwana asifiwe. Tunapomalizia mwaka huu, kusudia kukua. Hapo ulipo sipo Mungu anapotaka uwe. Na vitu vingine unapewa kulingana na nguvu ulionayo. Bwana asifiwe. Kwa sababu ukipewa katika nguvu chache, vitakuangamiza. Bwana apewe sifa. Sijui kama watu mnanielewa, sijui, au najihubiria mwenyewe tu. Haleluya. Bwana asifiwe. Kuna vitu hatujavipata kwa sababu ya nguvu zetu ziko chache. Hatujaongezeka bado. Tumebaki pale pale. Amen. Kama wewe umeng'ang'ania kuwepo tu katika shule za msingi hapa, mara la 4, mara la 5, la 6 unateremka chini, hata la 7 huku unateremka chini, hujaenda form sekondari. Kuna vitu ambavyo wanapewa watu wa sekondari walioisha sekondari. Bwana asifiwe. Na wewe uliyekuwa sekondari, kama unacheza hapo tu, unacheza hapo, kuna vitu wanapewa walioenda chuo kikuu. Nina maana tuongezeke. Ukiongezeka, Mungu atashusha vipawa vyake kwako. Ukiongezeka, Mungu atatenda mambo makubwa pamoja nawe. Ukiongezeka, utastahili yale ambayo Mungu amekusudia katika maisha yako. Itakufanya wewe utembee juu. Bwana apewe sifa sana. Tunahitaji kuongezeka. Na kadiri unavyomjua Mungu, Mungu atasababisha mambo mengi katika maisha yako.
Mwaka huu tunauendea, kuna vitu vyema ambavyo Mungu anahitaji tuvipokee, lakini tutavipokea kadiri ya nguvu ulionayo. Amen. Nguvu ni muhimu, inakufanya uongezeke, au unavyoongezeka ndivyo nguvu unavyopata. Yule nabii akamwambia mfalme, umeshinda safari hii sawa, lakini kusanya nguvu, maana mfalme wa Shamu atakuja tena. Atakukutaje? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Manake usinyoshe miguu kama vile aliyefika, wakati kuna mambo mengi ambayo Mungu anataka kufanya kwa ajili yako. Kusanya nguvu, na kuanzia kesho tunaendelea kukusanya nguvu. Haleluya. Bwana asifiwe. Tutakuwa tunapanda hatua kwa hatua, taratibu. Naomba usitushike shati, ndugu yetu. Amen. Mwambie jirani yako, usinishike shati, usinishike gauni langu. Nimeamua sasa, ninapanda huu mlima, nimeamua kuupanda mwenyewe. Tusimame. Mungu wetu tunakuabudu, Mungu wetu tunakuabudu. Oh, Mungu wetu twasema asante. Mungu wetu tunakuabudu, Mungu tunakuabudu, tunakuabudu. Mungu wetu tunakuabudu, haleluya, tunakuabudu. Mungu twasema asante, twasema asante. Mungu wetu twasema asante, haleluya, twasema asante. Funika macho yako, tuko mbele za Mungu wetu aliye hai. Wewe unajijua mwenyewe. Hizi ni nguvu tunazohitaji kuongezeka. Huwezi kuongezeka kama Yesu sio Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lazima upatane na Kristo Yesu mfalme, yeye afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na hapa sizungumzia habari za dini, ninazungumzia mahusiano yako wewe na Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na lazima uchague, uamue, useme mimi leo ninayatoa maisha yangu kwa Kristo, ninayakabidhi maisha yangu kwa Bwana. Aniongoze, anisaidie, anipiganie, anishindie. Dini haiokoi, lakini Yesu anaokoa. Yesu anabariki. Yesu anatuongeza hatua kwenda hatua nyingine. Yesu anatukuza. Tukiwa tumefunika macho yetu, inawezekana umekuja mahali hapa lakini hujampokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Manake hujampata Kristo. Ni kweli dini unayo, lakini Yesu ndani yako hayuko. Nyosha mkono wako pale ulipo, niombe kwa ajili yako. Wewe unasema nataka Yesu aingie ndani yangu. Nyosha mkono wako. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Endelea kunyosha tu mkono, usiogope. Endelea kunyosha tu mkono. Mungu akubariki. Wewe ambaye unasema mimi kwa kweli nahitaji Yesu Kristo, nianze naye upya. Hapa nilipo sipo, wala sina matumaini ya kuvuka vikwazo mbalimbali katika maisha yangu. Yesu asipoyaingilia kati sasa maisha yangu, hakika sitatoboa. Wewe uliamua hivyo, njoo hapa mbele nikuombee. Mbao unasema Yesu nakuhitaji utende jambo jipya maishani mwangu.
Ni kweli, lakini sina hizo nguvu za kunisaidia. Unatengeneza na Bwana. Tuko tumefunika macho yetu. Funika macho yako, jitazame mwenyewe moyoni mwako. Usimwangalie mtu mwingine, kwa sababu wewe ndio utasimama mbele za Mungu peke yako, na wewe utatoa hesabu ya maisha yako peke yako, na wewe ndio unatengeneza njia ya kumwona Mungu au ya kupotea moja kwa moja katika maisha yako. Wewe ndio unatengeneza njia, sio mwanadamu. Ukiwa umefunika macho yako na kuyatafakari haya, chukua hatua, uje hapa mbele nikuombee. Yesu anakuhitaji, na hujafika hapa kwa bahati mbaya. Mungu anakutafuta. Ndio maana Mungu huwa ana mpango na mwanadamu. Mungu ana njia ya kumwokoa mwanadamu. Wewe uliyefika mbele hapa, nifuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Nimejitambua mimi ni mwenye dhambi. Ninakuhitaji Yesu Kristo. Uingilie maisha yangu. Nitakase, nioshe kwa damu yako. Nisamehe dhambi zangu zote. Niwe mali yako kuanzia leo. Kazi za shetani nazikataa kwa jina la Yesu. Na kuruhusu wewe Yesu uingie moyoni mwangu. Ufanye makao ndani yangu. Nisimame na wewe. Usiniache Bwana Yesu, ila utembee pamoja nami katika jina la Yesu. Nyamaza, nitaomba kwa ajili yako. Baba, namweka kijana huyu mikononi mwako Kristo, kama alivyoamini moyoni mwake na kulikiri jina lako Yesu. Ninamkabidhi mikononi mwako. Nguvu yako Kristo ikashuke juu yake kwa jina la Yesu wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Ninavunja kila falme, maagano ya kishetani na hila zake zote adui. Ninazivunja kwa jina la Yesu wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Ninabomoa kila kiambaza, kila agano, kila mkataba. Ninauvunja kwa damu ya Yesu wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Damu yako Yesu ikamfunike. Roho wa uzima kawe ndani yake. Nateketeza kila kazi za shetani. Toka, achia nafsi yake. Toka, achia roho yake. Toka, achia mwili wake kwa jina la Yesu. 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 Roho wa uzima amfunike na damu yako Yesu Kristo kapate kwa juu yake, katika jina la Yesu, amen. Mungu akubariki. Tukiwa bado mbele za Mungu, funika macho yako, weka mkono wako kwenye moyo. Hebu nifuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, imetosha jinsi nilivyozunguka katika mlima huu. Nahitaji neema yako Bwana, nipige hatua nyingine. Nahitaji kukua, nahitaji kuongezeka katika kukujua Mungu na kukutumikia Kristo. Nakataa kazi zako shetani. Roho ya udumavu ninaikataa, ninaipinga kwa jina la Yesu. Sitaki kudumaa, nataka kuongezeka, nizae matunda yapasayo toba, na yale matunda yapate kukaa katika jina la Yesu. Shetani na kukataa katika jina la Yesu. Kazi zako zote
nazikataa katika jina la Yesu, na utumishi wako ninaukataa katika jina la Yesu. Mimi ni mali yake Yesu. Nimeamua sasa kumtumikia Kristo, kuongezeka hatua kwa hatua kuyafanya mapenzi ya Mungu katika jina la Yesu. Hebu muombe Mungu kwa dakika chache. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mtu huyu Bwana Mungu, kama alivyokiri katika moyo wake. Ninaomba neema yako Kristo ipitayo fahamu zote na akili zetu ikamuhifadhi, ikamfunike. Mungu, mfunike kwa damu yako ya thamani, ponye na kumwokoa, weka uzima ndani yake katika jina la Yesu. Ninaharibu kazi zote za shetani na mamlaka za giza, mauti na kuzimu vyote ninafunga katika jina la Yesu. Toka, achia maisha yake, toka, achia kila kifungo kikamwachie kwa jina la Yesu wa Nazareti. Kila kifungo kikamwachie kwa jina la Yesu. Kila kifungo kikamwachie, toka ndani ya maisha yake, achia nafsi yake, roho yake na mwili kwa jina la Yesu wa Nazareti. Katika jina la Yesu, pokea uzima na mfunika kwa damu yako ya thamani, Yesu Kristo. Wewe uliye mgonjwa unaweza kupita hapa mbele nikaomba kwa ajili yako. Unajisikia unahitaji maombi, njoo. Yesu yuko mahali hapa akutibu, akutane nawe katika jina la Yesu wa Nazareti. Bwana wa mabwana, Mungu mwenye nguvu, ninaomba Bwana Yesu, shuka ukaponye, weka uzima wa kila mmoja wetu katika jina la Yesu. Ninaharibu kila kazi, kila pando la ibilisi, ninaling'oa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nguvu ya uzima ikapenye ndani yake kwa jina la Yesu. Pokea uzima ndani yako katika jina la Yesu. Ponya nafsi yake, roho na mwili, akapokea uzima kwa jina la Yesu wa Nazareti. Nikifunga hila zote za adui na mamlaka zote za giza zikashindwe kwa jina la Yesu. Bwana, mfunike mjoli na mtumishi wako kwa jina la Yesu Kristo. Ninafunga roho zote za mateso, roho za mauti na kuzimu, ninakufunga katika jina la Yesu. Huna mamlaka juu ya mwili huu, ni hekalu la Roho Mtakatifu. Natakasa damu, mifupa, uzima, kifua, nafunga hai na low blood pressure, toka, achia kwa jina la Yesu. Mateso ya kila namna yamekosea njia, toka, achia kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu ikamfunike, roho wa uzima akawe ndani yake katika jina la Yesu Kristo. Nateketeza kazi zako shetani na kulipua kwa moto wa Roho Mtakatifu. Kila teso naliamuru likamwachie katika jina la Yesu. Bwana wa majeshi, weka uzima ndani yake. Baba, kamguse maumivu ya tumbo, toka, achia kwa jina la Yesu. Kila mateso ndani yake ninayafunga yakanyamaze kimya na kutoweka kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Bwana, ukamgusa na kumponya, roho wa uzima kapenye ndani yake. Nateketeza kila pando la ibilisi na kuling'oa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Roho wa uzima kamfunike toka utosi hata uwayo. Bwana Yesu, ninaomba uponyaji juu yake. Nguvu zote za adui, homa, mateso katika mwili, maumivu, vikamwachie kwa jina la Yesu. Bwana, ukamguse toka utosi hata uwayo, apokee uponyaji na uzima kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ninaharibu kazi zako shetani, achia mwili huu kwa jina la Yesu. Toka, achia vifungo vyote vikamwachie kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, naomba uponyaji juu yake
Roho wa uzima akapenye ndani yake sasa, katika jina la Yesu. Toka utosi hata uwayo, mishipa, nyama, damu na mifupa ikapokea uzima kwa jina lake Yesu. Neema ya Mungu mtakatifu ikamfunike kila mmoja. Baba, namweka kila mmoja mikononi mwako sasa kwa jina lake Yesu. Nguvu ya uzima na ukombozi na uponyaji ikawepo katikati yetu. Tunapoendelea na ibada ya ubatizo, Roho Mtakatifu kawepo sasa kutuhusha katika jina lake Yesu. Amen.